Ni muda mwanana kabisa, wakati uliotulia, muda ambao unakupa wewe fursa ya kuweza kutulia mbele ya TV yako na kuangalia kipindi hiki, hasa katika muda huu ambapo taifa letu lipo katika masuala muhimu kabisa ya kimichezo na soka la Tanzania likiendelea kukua kuanzia timu za taifa, na huku wekundu Msimbazi Simba Sports Club wakiongezeka, wakipanda rank katika ubora wa vilabu barani Afrika na kufika nafasi ya 4, na wakati huo huo wakiwa wanawania nafasi ya kuingia nusu fainali ya michuano ya shirikisho. Na kupitia hilo basi, hii ni wiki nyingine ambayo tunaenda kuangalia, kujikumbusha yale ambayo yamepitia kwa wekundu Msimbazi hapa walipo na kile ambacho wanakitarajia kuelekea katika mchezo wa nusu fainali. Na leo hii nipo na aliyewahi kuwa katibu mkuu wa klabu hiyo ya Simba Sports Club, na vile vile akiwa ni mmoja kati ya viongozi waandamizi katika nyakati tofauti, Hassan Hassano, huyu almaarufu mpiganaji. Nipo naye hapa katika muda huu. Karibu sana Hassano. Asante sana. Kwema kabisa? Nashukuru, salama. Mambo yanakwenda? Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu mkarimu. Kuna wengi wanakumbuka tu Hassano wa Simba, wamemsahau Hassano ambaye ameongoza soka la Pwani pale na Ruvu ikiwa inatikisa katika ligi ya soka hapa Tanzania. Sasa ni Hassano yule yule au Hassano kidogo Simba aliyepungua nguvu zake? Yule tu. Na ni muda au wakati mwingine ambao tunakutana kuzungumza, lakini ikiwa ni moja ya njia ya kuhamasisha na kukumbusha tu kizazi kilichopo kuhusiana na yale ambayo wekundu wa Msimbazi mmeyapitia. Umekuwa katika vizazi vingi ukirithi mikoba na wazee waliotangulia katika klabu hii ya soka ya Simba au wekundu wa Msimbazi. Lakini historia inazungumza nini kuhusu Simba kule ilipotoka na success au kusema kwamba yale mafanikio ambao umekuwa ukiyapata aidha katika kuchukua makombe, sababu historia inasema kwamba nyinyi mlikuwa ni wa kwanza kabisa kuchukua kombe la ligi ya kwetu hapa. Ni kweli kabisa kwamba ukizungumzia historia ya mpira katika Tanzania lazima uizungumzie Simba. Huwezi kuiweka pembeni kwa namna yoyote, unless otherwise iwe wewe ni mtoto wa kizazi cha sasa hivi ambacho umeelekeza masikio yako na macho yako upande wa pili. Lakini Simba ni timu ambayo ina historia kubwa sana katika nchi yetu na imepata viongozi mbalimbali wenye weledi, uelewa, na wamebahatika elimu na mambo mengine mengi sana. Kwa hivyo Simba ni klabu kubwa sana kwa Tanzania, Afrika Mashariki na bara la Afrika. Mmoja katika watu ambao wamefanya vizuri sana. Tunapozungumzia mpira wa Simba basi unaizungumzia Afrika. Huwezi kuzungumzia soka la Afrika bila kuitaja Simba. Hizi hatua za robo finali na nini, sisi toka miaka hiyo ya 1970-74 Simba imekuwepo. Sasa sana tukikuja hapa kugusia kwa ambacho tumezungumza hatua za robo finali ambazo tumepitia, lakini tukija hapa tunaangalia Simba imepitia mambo mengi, lakini nini ambacho imepitia katika miaka takriban 5 ambayo ikicheza hatua ya robo finali, na tukiangalia jinsi ambavyo timu hiyo hipo kwa msimu huu? Ni kweli kabisa ni kwamba Simba imeweza kucheza zaidi ya misimu 6 na kufikia hatua ya robo finali, alafu inaondolewa pembeni. Hizi zote tumekuwa tukipata masomo ya aina tofauti tofauti, na ukiangalia kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka wa pili tumekuwa tukifanya sajili za aina tofauti tofauti katika kujaribu kuziba yale mapungufu na mapengo ambayo tumeyaona kwa msimu huu ambao tumemaliza nao. Kwa hivyo hatua hizi zote ni kama vile transformation ya kuendea mpira katika hatua nyingine. Kwa hiyo tumecheza katika hatua za robo finali mara nyingi, hatua za makundi hizo mara nyingi, na mwaka huu tumekuwa katika eneo hili la shirikisho. Sawa. Na sasa hivi tunakwenda kucheza hatua hii ya nusu finali dhidi ya hii timu kutoka Afrika Kusini ya Stellenbosch. Kwa hivyo tunayo mabadiliko makubwa sana na tunayo hali ya ufundi mkubwa sana. Ukitazama sisi mashindano haya ya hii CAF Confederation mwaka 93 Simba tumecheza na kufikia hatua ya fainali dhidi ya
Stella, na kabla ya hapo katika hatua hii ya kuingia fainali tulicheza na timu ya kutoka Angola. Sawa, wale watu walikuwa na golikipa mmoja hatari sana, alikuwa anaitwa Kanka Wemba. Alikuwa mtu kweli kweli. Tuliwafunga tukaingia katika hatua hii ya fainali, lakini Mwenyezi Mungu hakujalia kheri, sisi tukafungwa katika uwanja wetu wa Taifa na wenzetu wakachukua lile kombe. Sasa ziko hatua kubwa sana ambazo zimebadilika. Wakati ule hatukuwa na wachezaji foreign professional. Hii ni moja ya tofauti. Wakati ule tulikuwa tuna kocha na msaidizi wake. Sasa hivi tuna benchi la ufundi. Ukiangalia makocha walioko pale wanafika makocha 8. Huyu wa magolikipa, huyu wa fiziki, huyu msomaji manake ile analyzer, mshanifahamu. Huyu anashughulika na viungo, huyu anashughulika na utimamu wa mwili, huyu anashughulika na akili, umenelewa? Meneja, msomi. Wakati ule tulikuwa tunachukua tu bwana, huyu meneja na mapenzi ya Simba basi kama meneja. Sasa hivi huwezi kuwa meneja kama hujasoma coaching, hujasoma management, hujasoma referee, umenelewa? Ili uweze kuwa katika fani hizo. Zamani kit manager alikuwa hayupo. Tulikuwa tuna watu tunaoita masachimo. Umenelewa? Kwa hiyo mfumo umebadilika, umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo tofauti ile ya mwaka 93 sio hii ambayo tunaiendea hivi sasa, kwamba wakati ule tuliingia katika sherehe za ubingwa kabla ya mechi hatujacheza. Tulianza kujiandaa na furaha za ubingwa kwamba sasa tunacheza fainali na kombe tushalichukua, sasa tuko mtaani, kombe letu tutakwenda nalo huku, tutapita hapa, tutakwenda hivi. Zikaandaliwa kamati nyingi sana. Muda huo sasa hivi haupo. Concentration ya kwetu, tunakwenda vipi kuwafunga hawa Stellenbosch hapa na kule kwao, na hii ndio watu wataujua uwezo wa timu ya Simba na uwezo wa viongozi wa Simba na uwezo wa watu waliowahi kuwepo ndani ya Simba. Simba sio ile. Hii ni Simba nyingine kabisa. Simba tumejitayarisha vya kutosha, tuko ndani ya fieldi na nje ya fieldi, na hili watu wataliona. Hatuzungumzi maneno ya mdomo, wataona vitendo vitakavyotokea pale. Hii ni turning point ambayo unaniambia hapa. Kuna kitu hapa mkigusa, Simba viongozi waliopo ndani ya field, waliopo nje ya field. Katika moja ya misingi ambayo imezungumzwa kwa muda mrefu ni Simba wanapokuwa pamoja, au viongozi wa Simba ndani na nje, wale waliopo madarakani na wasiokuwa madarakani. Friends of Simba, kundi ambalo limedumu kwa muda mrefu na linaonekana kwamba ni muhimili mkubwa wa Simba, na wale waliokuwepo. Sasa hapa unapogusia hivi, huu muunganiko unaweza ukawa pia ni mchangio mkubwa kwa hiki ambacho tumekiona. Mara nyingi tulikuwa tunaona migogoro na timu zinatofautiana wakati timu inapoenda kwenye success. Zinaweza kuwepo tofauti ndogo ndogo, lakini ninakurejea tena kukwambia Simba hii sio Simba hizo. Sijui umeelewa? Sasa hivi Simba tunakwenda kucheza hatua hii ya nusu finali. Tuna foreign players professional 12. Ukiachana na wengine foreign players professional tupo nao, lakini wako nje ya usajili, lakini wapo ndani ya timu na wana mchango mkubwa sana. Okay. Sawa? Tuna benchi limekolea, limewiva. Sawa? Na hii au haya mabadiliko ya timu na wachezaji unayoyaona sasa hivi, mara ya mwisho tulipokuwa pale Misri katika mashindano ya Super League Africa,
tukatolewa kwa matokeo ya ugenini na nyumbani na Ahli. Tulikaa na wachezaji wakongwe, senior players, tulifanya nao kikao. Nini kinachosababisha Simba kuishia katika hatua hii ya robo fainali? Pale tulipata faida nyingi sana kutoka wachezaji wa kongwe, kutoka kwa wachezaji wa kongwe ambao wapo ndani ya timu na wamecheza mechi ile. Wakasema, mara nyingi nyinyi viongozi mmekuwa mkitusajili sisi kwa sababu sisi mnatuona ni Simba kweli kweli, na kweli ni sisi ni Simba wachezaji, tunaipenda sana Simba, lakini sisi uwezo wetu umefikia hapa. Uwezo wa kumuvu kutoka hapa kwenda hatua ya mbele sisi hatuna. Tafuteni wachezaji kiasi ya 6 muwalete ndani ya timu wenye uwezo mkubwa kuliko sisi. Hapo ndipo timu itakapoweza kutoka hatua hii na kwenda hatua nyingine. Na akatupa mfano, mnamwona mchezaji huyu mmoja ambaye tuko naye humu ndani ya timu, tunahitaji wachezaji kama hawa waje 5, na huyu mmoja aliyopo wawe 6 kwa uchache. La, kama mtaweza kupata zaidi ya hawa mkawaleta ndani ya timu, wakaja kuungana na wengine wa kutoka ndani ya ligi ya ndani wenye viwango vikubwa vya kutuzidi sisi, Simba hii na mipango mlokuwa nayo na uelewa mlokuwa nayo nyinyi viongozi wetu, fainali mnakwenda. Maneno yale yametoka kwa wachezaji ambao tumetoka kucheza mechi Egypt katika Super League na Ahli. Maneno yale tumekuja kuyafanyia kazi. Ndio hatua hii tunakwenda nayo hivi sasa. Tumebadilisha usajili huu, wachezaji zaidi ya 14. Watu wengi hawaelewi news mpya kabisa. Kitu gani kimetokea kwa Simba mpaka ikafanya mabadiliko haya? Maana ilikuwa ni lawama kwamba viongozi kila kiongozi analeta mchezaji, mshanifahamu? Mbona tuna wachezaji wazuri, mbona? Yalikuwa ni maoni ya kwao wao wachezaji senior players ndani ya Simba. Fanyeni maboresho makubwa bila ya kutuangalia sisi sura zetu, kwamba bwana, mimi Simba ikifungwa nalia sana. Kweli nalia na nacheza sana kwa bidii, lakini ndo mwisho wangu wa uwezo hapa. Leteni wenye uwezo zaidi ya kwangu mimi. Hawa ni senior player wanazungumza maneno haya. Kwa hiyo wapo ambao walisacrifice muda wao kusema kwamba ambaye yupo atakuwa ni bora kuliko mimi, bora kuliko mimi. Okay. Nisingependa tu kuwataja majina kwa sababu hili ni jambo lilikuwa kubwa sana. Ni watu waliojitoa kisawa. Watu wamejitoa na kuelezea ukweli wa safari yetu kuishia robo fainali mara kwa mara. Wow. Lakini wapi ambapo sasa mlienda mkafanya turning point ya kuamua kumleta Fadlu Davis na benchi lake? Mara nyingi mmekuwa mkichukua makocha wenye uzoefu, CV kubwa, yani inatoka hapa na Kariakoo. Tumejifunza baada ya kuona kwamba hawa makocha wakubwa sana kiu yao imefika mwisho. Wao tayari washafanikiwa katika baadhi ya vilabu, wameshachukua vikombe kwa muda mrefu, muda wao kukimbizana na wakati. Maanake haya yote huwezi kuyaona mpaka watu ukae nao. Kwa tumekaa na hawa makocha tukaona, kumbe umefika wakati wa kuhitaji kocha mwenye kuhitaji mafanikio ya kweli, anayetaka kuonyesha CV yake na uwezo wake, ili atoke hapa na yeye kocha aende huko katika vilabu vikubwa zaidi duniani. Kwa hiyo mmoja wapo ndio Fadlu na benchi la kwake. Tumekwenda kuangukia pale, na kweli ukiwauliza wachezaji nini tofauti ya mazoezi chini ya kocha huyu na makocha waliopita, watakwambia huyu ni hatari, huyu ni zaidi ya wachawi. Sio wachawi wa nini, wa mpira. Okay. Ukikaa na yule football analyst utajua kweli dunia iko mbali sana. Sasa mimi nikikaa mara kwa mara kuangalia wachambuzi wetu, mtu anauchambua mpira na kuzungumzia, bana, unajua mchezaji huyu wa Simba kwa kaliba hii na nini, umesoma wapi?
football analyst ni taaluma, lazima uingie darasani, na huwezi kuingia darasani kama hujasoma coaching, hujasoma refereeing, hujasoma football management. Unachambua nini wewe? Umepita wapi? Wewe umekuwa mchezaji? Umecheza katika level ipi? Maanake wako wachezaji ambao ni football analyst. Kwa sababu gani? Muda ambao ameutumia katika mpira, rank ambayo amefika nayo, amecheza national team. Na wenzetu nchi zote hizi unazoona, huwezi kucheza katika klabu kubwa kutokea mtaani, lazima umetokea katika chuo, shule. Na kwenye shule zote mchezaji mpira wa ndani ya shule, ndani ya darasa, lazima asome coaching, lazima asome refereeing, lazima asome football management na mambo mengine mengi sana. Kwa hiyo muda wote huko anacheza mpira ndani ya shule, na haya anayasoma kwa vitendo. Kwa hiyo akitoka pale amewiva na mambo yote. Ndio na wachezaji wote sasa hivi wakubwa kutoka vilabu vyote, akitoka tu atakuwa mtangazaji mpira, atakuwa football analyst, atakuwa kocha, atakuwa kiongozi wa mpira. Wakina Ali Mayai Kiemba wametokea katika mifumo hiyo. Umeelewa? Angalia kokote huko duniani, football analyst ni wachezaji mpira ambao wamekuwa katika mafanikio makubwa sana ya muda mrefu. Kwa hiyo ina maana ile bench ambayo tunaliona pale kwa Fadlu na wenzake ni watu namna hiyo. Kuna goalkeeper pale ambaye katoka katika level kubwa, Mamelodi. Yeye mwenyewe amecheza mpira kwa level kubwa, na wale watu wote wale wameshiba. Sasa wakipata support ya kutokea huku, wakipata support ya wachezaji, wakipata support ya mashabiki, ni Simba hatari sana. Watu waende Unguja wakaangalia mpira na shughuli hapo, wakatazame wale jamaa namna watakavyonyongorotwa. Watu wameanza kusema kwamba pale Unguja pale hamna nani, Simba haina mbavu. Nani anasema maneno hayo? Yanga tumemfunga pale Unguja pale, na tukachukua kombe uwanjani. Tumecheza mashindano Afrika Mashariki na Kati, tumechukua ubingwa Unguja. Sasa unazungumzia Unguja wapi? Unguja iko ndani ya Tanzania, uwanja wetu wa nyumbani, na ndio maana tumeamua kwenda pale, kwa sababu tunajua pale ni nyumbani na hakuna mtu akuweza kutia mkono wake. Kuna watu wanatia mikono, aje mtu aguse. Tafadhali shehe. Kama tulivyozungumza katika mpira huu wa mechi ya Al Masry, safari hii ni balaa kubwa zaidi, hatari zaidi hapo. Basi wala usimalize hii kwa sasa hivi. Hassan Hassanol, ni kueleze tu ni uhondo wa kuwa na wale watu ambao au wazee wetu waliokuwa katika kisima cha mchezo wa mpira wa miguu, kwa maana ya kwamba kupitia kama viongozi, kupitia katika maeneo mbalimbali na kufaidika na kozi mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendeshwa na shirikisho la soka barani Afrika pamoja na FIFA, na kuwa na wazoefu wenzao. Hii ni Wednesday Night Live, lakini nikukumbushe, baada ya matangazo tutarejea hapa kuangalia mipango mikakati ya kuelekea mchezo Simba dhidi ya Stellenbosch. Naam, ni Wednesday Show tukiwa pamoja muda huu mapema kabisa, na nikukumbushe tu kwamba nipo na aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Simba Sports Club, akiongoza pia chama cha soka mkoa wa Pwani, na vile vile ni mmoja wa waandamizi wa Simba Sports Club, Hassan Hassanol. Tunazungumza mambo kadhaa, lakini wakati tunaenda katika mapumziko kuna kitu amekigusia. Sasa kabla sijaenda kwa maswali yangu mengine, ngoja nirudi kumkumbusha kauli yake. Uliwahi kutoa kauli, hasie husika akae pembeni. Maana yako ilikuwa ni nini Hassanol kwenye kauli hii ya kwamba hasiyehusika akae pembeni? Nani asiyehusika? Wapo watu wengi sana. Tunao watu wapo ndani ya Simba, tunao watu wapo nje ya Simba, tunao watu ambao wapo ndani ya vilabu vingine vya nchi hii. Linapokuja suala hili la mechi hizi za kimataifa au mechi tu Simba inakwenda kucheza, kuna mikono yao mingi sana. Kama huna macho ya ziada huwezi kuwaona.
lakini kwa sababu sisi tupo ndani ya mpira kwa muda mrefu, kama ulivyosema mwenyewe, nimekuwa kiongozi ndani ya Simba, nimekuwa kiongozi wa mkoa wa Pwani, na nimekuwemo ndani ya shirikisho katika baadhi ya kamati tofauti tofauti, na nimezaliwa ndani ya mpira. Sasa siko peke yangu. Katika Simba tupo wengi mno, wapo walionizidi, wapo nipo nao katika level moja, wapo ambao naondoka nao pamoja. Watu hawa tunawaona na wao wanajua kama tunawaona, wanajua kama tunawafahamu. Ndio maana tulisema wakae pembeni. Wao pamoja na wale wanaowatuma, wapo watu wamejaribu kutaka kuingia katika hii mechi ya Al-Masry kuleta mkoroganyo. Tunawafahamu, wana heshima zao nyingi sana, hatupendi kuwataja. Ndio. Lakini utafika wakati tutawataja, tunawaambia kila wanachokifanya tunakifahamu na tunakifanyia kazi. Simba ni kama upepo, unauona upepo unapita tu, unauhisi. Sasa hivi joto, sasa hivi baridi, sasa hivi sijui hali gani, fukuto. Simba iko hivyo hivyo, utakapokaa yenyewe itakugusa, utapambana nayo tu. Kwa hiyo hizi ambazo tunaangalia au tunasikia kwenye habari sio tu ni hisia, ni jambo ambalo lipo na tunalifanyia kazi kweli kweli, tena kwa kina. Tunawafikia mahala pale ambapo wao wanakwenda kugusa. Tena wataumia. Haya ambayo tunayafanya sasa hivi wataumia, na wale wanaowatuma wakae mbali mno, wasije wakadhurika. Madhara yanaweza akawa makubwa sana, afu ikawa majuto ni mjukuu. Simba hii kaa mbali nayo. Kaa mbali nayo. Historia ya Zanzibar, Unguja, hususan katika historia ya mpira Tanzania, sehemu ambayo unasema ni chimbuko la matawi, Kikwajuni. ni Kikwajuni pale. Ndio. Kwa nini ilikuwa Kikwajuni? Nini kiliwafanya Kikwajuni waanze kuweka matawi na hasa kufungua tawi la Simba? Ni katika kushirikiana tokea awali. Simba au tuzungumzie mpira huu, mashirikiano yalikuwa kipindi hiko cha Pasaka. Ndio historia ya kwake. Wakati wa Pasaka ilikuwa kila mwaka wanabadilishana. Mwaka huu watu wa bara wanakwenda Zanzibar, aidha Unguja au Pemba, na mwaka huu unaofuatia watu wa Zanzibar aidha kutokea Pemba au kutokea Unguja wanakuja bara. Kwa hivyo sisi wenyeji wetu ni Kikwajuni, watu wa Simba. Historia yetu imetokea huko, sio historia ya hapa na pale. Kwa hiyo klabu ile na sisi Simba, mahusiano yetu hayana maelezo ambayo tunaweza tukayazungumza tukamalizia hapa. Okay. Wale ni wenzetu sana, tena sana, na bado mahusiano yapo na mpaka kesho kutwa. Hayawezi kufutika mahusiano unless otherwise uje uongozi ambao haujui historia na hautaki wengi. Simba siyo hiyo. Simba slogan yake ni nguvu moja. Nguvu moja maana yake ni wingi. Huwezi kuacha mbachao kwa msala upitao. Tukaanzishe mahusiano na watu wengine wakati tunao watu wetu. Mahusiano mapya tunaanzisha tukiungana na hawa waliopo. Kikwajuni ndo wenyeji wetu. Klabu sasa hivi ipo kwa wenyewe Unguja. na kwenda kucheza mchezo huu, umezungumzia historia, nyakati za Pasaka, na game hii ipo kwa nyakati za Pasaka. Tarehe 20 kiini cha Pasaka. Kwa hiyo tuna historia kubwa sana juu ya jambo hili. Tutataka kwenda kufanya ubaya mkubwa mno pale Unguja. Hawa wageni wetu watatusamehe. Sasa hapa nikiangalia kuna vitu vilikuwa navitayarisha. Tukiangalia uligusa kidogo, lakini kumbukizi zipi zipo kwa uwanja wa Aman na matokeo mazuri kwa Simba?
Kuna kizazi cha sasa hivi kimekuja kinaiona michuano ya Mapinduzi ya karibuni na wamekuwa wakiona wanasema mixed feeling kwa kutokana na kile kinachotokea, na wengi wamegusia hapo wakiichungulia, lakini kuna utofauti kwa hiki ambacho tunakiona miaka ya karibuni na historia za maana kwa Simba Sports Club kutumia uwanja wa Amani. Zipo nyingi sana, kama nilivyokuwa gusia kidogo kwamba tumecheza Unguja mara nyingi sana kwa mashindano aina tofauti tofauti. Mashindano makubwa ambayo Unguja amewahi kufanyika katika uwanja wa Amani yalikuwa ni mashindano ya Afrika Mashariki na Kati, lakini pia mashindano ya Muungano. Wakati ule siku za nyuma, ili upate bingwa lazima pia kutane huku na huku. Sawa bwana. Sasa uwanja wa Amani tumeutumia mara nyingi sana, na vilabu vyote vijua hivi kubwa ambao tumekutana navyo pale tumevikanyaga. 2003 wakati tunataka kuchukua ile ubingwa wetu pale, ikaja huku mpaka jina mtu aitwa Mwakalebela sisi. Wala watu wa zamani wanaelewa zile vurugu ambazo zilihamia hapa baada ya kuchukua ule ubingwa, baada ya kuwasukuma ndugu zetu. Umeelewa? Ndio. Finali ile. Nakumbuka ilikuwa 2003 ile. Yeah. 2003 sasa hivi. Umeelewa? Ndio. Na refari alikuwa mtu mmoja ametoka Songea, Mapunda. Gwasa. Umeelewa? Yeye ndo alikuwa mwamuzi wa mchezo ule. Tukampiga jamaa yetu pale. Katoka pale kachanganyikiwa kabisa. Na umma uliokuja kuipokea Simba hapa ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa hivyo uwanja wa Amani una historia kubwa sana na Simba. Sisi ni wenyeji pale na hatuna shaka juu ya jambo lolote. Na kama wapo wapinzani wetu ambao wanadhani kuwepo kwao pale Unguja kutatuletea sisi tishio au dosari lolote, wanajidanganya. Na Unguja napo bado mna upinzani. Unguja hatuna upinzani wa aina yoyote. Kama navyosema, Unguja sisi ni nyumbani, hatuna upinzani. Tumefurahi mno. Tumekwenda sehemu salama kwa wenzetu. Tunaamini serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetupokea kwa mikono miwili na kutukubalia kucheza pale. Maana yake imetuheshimisha, na sisi hatuna budi kwenda kuwaburudisha. Heshima waliotupa ya sisi kwenda kucheza pale, tutarudisha heshima ile kwa ushindi wa nidhamu ya hali ya juu. Kama unavyojua wana Simba sio watu wa vurugu, ni watu wa vitendo. Simba ni burudani tu muda wote. Tunashukuru serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kutupa nafasi na kututhamini sisi kuweza kucheza mkondo huu wa hatua ya awali ya nusu fainali pale siku ya Jumapili, na naamini kwamba timu yetu siku ya leo itakuwa iko salama. Sasa waandamizi mmeandaa nini? Kwa sababu nasema kwamba umezungumza huko awali kuhusiana na wachezaji, benchi la ufundi na kile ambacho ni cha kwao na wanaandaa wenyewe. Na mmekuwa na taratibu sasa ya nyinyi kama viongozi, nyinyi kama waandamizi kufanya ya kwenu. Utayari wenu uko vipi kama waandamizi katika kuhakikisha kila kitu kiko sawa kwa wachezaji kucheza katika mazingira sahihi? Huwezi kuwa kiongozi uliyepita ukasema mimi nipo ndani ya mfumo huu na kama haya ambayo nazungumza, ikiwa hujapata ushirikiano na ukaribu kutoka kwa viongozi waliopo madarakani. Kwa viongozi waliopo ndani ya madaraka chini ya Murtaza Ali Mangungu ambaye ni mwenyekiti wa klabu pamoja na mwenyekiti wa bodi Bwana Mohamed Dewji, kwa pamoja bodi yao inatambua uwepo wetu na nafasi zetu tulizowahi kuzitumikia ndani ya klabu ya Simba. Wametupa heshima ile na sisi tunataka tuwaheshimishe. Ushirikiano wetu wa pamoja kwetu sisi ambao tumewahi kutumika ndani ya klabu ya Simba pamoja na hawa viongozi ambao wapo wa klabu na viongozi wa bodi chini ya Mohamed Dewji ambaye ni rais wa klabu ya Simba na ni mwenyekiti wa bodi,
tunashirikiana nao kwa karibu sana kuhakikisha kwamba gurudumu letu linafika mahala ambapo sisi tunapahitaji. Kwa hivyo katika mambo mengi ambayo tunashirikiana nayo, mengi tuyaache tu. Na nyinyi kama waandamizi, tuangalia katika mchezo uliopita dhidi ya Al-Masry, jinsi ambavyo mlikuwa sambamba kuhakikisha katika kila jambo ambalo linaelekea mchezo huo, mkikusanyika wote, wenye viti wa zamani, makatibu na kila kitu ambacho kinaendelea. Mnaionaje hamasa ya wachezaji kuelekea mchezo huo? Ukweli hamasa ni kubwa sana, na wachezaji wenyewe kwa nafasi ambayo tumefikia sasa hivi wanaona wazi kabisa kombe ile hapa mkononi. Hawataki kufanya masiara, hawataki kufanya masiara, kwa sababu ndani ya timu yupo mtu kombe ile amewahi kulishika mkononi. Fabrice Ngoma amefika hatua hizi za fainali, amefika hatua ya kulishika kombe. Yeye ni mmoja kati ya watu au wachezaji au mchezaji anayewaambia wachezaji wenzake hili linawezekana. Kama tunavyosema, hatuishii hapa. Tulisema tunavuka, sasa tunasema hatuishii hapa. Safari bado inaendelea. Fainali. Kwani historia ya Simba na michezo ya kimataifa inawabeba kiasi gani katika hili ambalo mnalizungumza? Ni uzoefu. Tumecheza mashindano kwa nyakati tofauti sana, nyingi sana. Hakuna mwaka ambao ligi imewahi kumalizika kwa takribani hii miaka 30 Simba haijawahi kucheza mashindano ya kimataifa. Hakuna. Miaka yote imekuwa ikishiriki. Itakwenda kutolewa katika hatua ya makundi au hatua za awali, hatua sijui ngazi ya pili, umeshaelewa? Sasa ule wote ni uzoefu ambao umejengwa kutokea kwenye timu, umejengwa kutokea katika utawala, umejengwa kutoka katika management kwa pamoja. Sawa? Kwa hivyo yote tumeyaingiza, tumeyaweka kwa pamoja ili tuone safari yetu. Wewe unalo hili, mimi ninalo hili, huyu analo hili, huyu analo hili. Tukitaka kuyazungumza na kuyaweka wazi yale ambayo tunayashiriki kuyafanya, kuhakikisha kwamba huu uongozi, kombe hili, mnadili nao vipi hiyo nyinyi kama viongozi, kuona kwamba hamna madhara na kukuta wachezaji kutokana na hivyo vinapokwenda katika social media? Tunao wataalamu wa saikolojia, ambao wanafanya kazi na benchi la ufundi, wanafanya kazi na wachezaji, kuzungumza nao na kuwaeleza juu ya haya ambayo yanapita yenye kuwakatisha watu tamaa, waachane nayo, wasiyasikilize. Haya ni mambo tu ya kutafuta uchumi, kama unavyojua kwamba namna gani wewe unaweza ukapata kipato chako cha maisha, aidha kwa kuungana na waliopo au kutafuta njia ya pili. Vyote viwili, aidha negative au positive, vitakuingizia wewe kipato. Kwa hivyo wapo wanaokwenda katika negative, hawa watu wa saikolojia wanawafanyia kazi kwamba hawa ni watu watafuta riziki, wachumia tumbo, mwachane nao, na habari zao ni za porojo, hazina maana yoyote, hazina msingi wote. Wewe ni mchezaji na una nafasi ya kwako. Nafasi yako ndani ya uwanja ni muhimu sana. Uachane na haya yote. Sawa? Kwa hivyo wale wataalamu wa saikolojia wapo, na sisi viongozi wao waandamizi pia tupo. Tunajua namna ya kuzungumza nao, kuwaweka sawa, kuwarudisha mchezoni ili wawe na utimamu wa akili, wawe na utimamu wa mwili, na wawe tayari kwenda kudeliver pale katika uwanja. Naamini wachezaji hawa wametoka maeneo tofauti ya dunia na nchi yetu, wana uelewa mkubwa sana, wamecheza vilabu vingi, wamecheza mashindano mengi, experience yao ni kubwa, exposure yao ni kubwa. Kwa hivyo wako tayari, akili zao zimetulia,
mwalimu ametulia, yako baadhi ya mambo ambayo hayakukaa sawa hapa, mwalimu anafanyia kazi na uongozi uliopo unashirikiana na mwalimu mkuu na benchi lake lote, wanazungumza, wanajadiliana ili kuendea mchezo kwa salama na kwa nafasi ya ushindi. Hali ya ushindani, wewe kwa jicho lako ambalo unaangalia hivi sasa, ambao tunaiona katika kosi cha Simba katika namba tofauti, inaweza kuwafaidisha vipi katika mchezo huu? Tunaona katika striking force akiingia huyu, asipopata nafasi mwingine anakuwa yuko bora zaidi yake. Tumekuja kuangalia juzi baadhi ya wachezaji tuliona katika muda mrefu michuano ya CRDB, tukaona performance ambayo imekuwepo kwa baadhi ya wachezaji ambao hawakupata fursa, lakini nyinyi mnakaa na mwalimu, wanapokea vipi? Kuna njia mbili tofauti. Kuna wale ambao wakipigwa, aina ya wachezaji wakipigwa bench wanaondoka kabisa, wamekufa, lakini wapo wengine wakipigwa bench wanakuja better than that. Ushindani ukoje kuelekea mchezo huu? Ushindani ni mkubwa na ushirikiano ni mkubwa. Maana kama upo ushindani na ushirikiano haupo, hakuna timu. Kwa hiyo vitu viwili viko kwa pamoja, pana ushirikiano na pana ushindani, lakini hawa wote wanawekwa sawa na walimu wao pamoja na viongozi waliopo, wanakaa wanazungumza nao. Ndio maana unaona kwamba nusu au 70% ya mchezo wetu uliopita wa CRDB dhidi ya Mbeya City wamecheza wachezaji tofauti kabisa, na ushindi umepatikana mzuri na mchezo umekuwa mzuri wa kuvutia kabisa. Sasa aina ile wachezaji wale na hawa ambao wanacheza kila siku wako pamoja, wanashirikiana pamoja kuiona kwamba klabu ya Simba ni ya kwao. Ukicheza wewe ndio nimecheza mimi, nikicheza mimi umecheza wewe. Kwa hiyo kila mmoja ajitoe kwa nafasi ya kwake kuona kwamba anaguswa na anawajibika. Wajibu ni nafasi ya kwako, kwa sababu klabu inakukamilishia mahitaji ya kwako yote ya msingi ambayo yapo ndani ya mkataba wa kwako na kwa wakati. Maana kile jambo kubwa sana la msingi, tunaweza kuwa tunakamilisha matakwa ya kimkataba lakini nje ya wakati. Sasa yote yanakamilishwa chini ya rais wa klabu ya Simba Bwana Mohamed Dewji akishirikiana na makamu mwenyekiti wake Bwana Murtaza Ali Mangungu na bodi yao yote pamoja na management yao yote chini ya CEO mwanadada Zubeda. Sasa msafara wa Kenge Mamba nao wapo. Ndio. Na hili neno nimekuwa nikutana na wachezaji wa zamani wengi sana. Sasa kwenye michezo kama hii kuna nyakati wanaibuka watu hamlali. Mnalidhibiti vipi hilo Hasano kuhakikisha kwamba professionalism ipo na inafuata mkondo wake? Ukweli ni kwamba ndani ya timu na haya yaliyopo nje ya timu yako tofauti sana. Kempu au eneo ambalo ipo timu, kwa maana wachezaji na benchi lao, hakuna mtu mwingine yoyote anayeweza kukanyaga, hata alikuwa nani, unless otherwise unacho kibali maalumu. Hakuna kitu chochote kinachoweza kupokelewa na mchezaji au ndani ya kempu unless otherwise pana kibali maalumu. Kwa hivyo katika hilo tuwatoe hofu watu wote, ila tunawaomba mashabiki wetu waje kwa wingi katika mechi hiyo. Tunarudi katika hilo. Naam, ni Hassan Hassano huyo, katibu mkuu wa zamani wa Simba Sports Club na mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Pwani, ambaye ni mwandamizi katika klabu ya Simba, akitupa dondoo muhimu kuelekea mchezo wa kombe la shirikisho, ambapo wekundu wa Msimbazi watakaribisha Stellenbosch katika mchezo utakaopigwa Amani Stadium visiwani Zanzibar pale Unguja. Je, hali halisi ya ticket na hamasa ya washabiki itasaidia vipi na vipi wanatakiwa wafike? Tutarejea nalo hapo baadaye.
Naam, tumerejea na tukiwa katika ngwe ya mwisho kabisa. Amani Stadium ndio uwanja ambao utatumika kwa ajili ya mchezo huu ambao utakutanisha Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch ya South Africa katika mchezo wa nusu fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho. Tofauti na mazoea ya uwanja wa Benjamin Mkapa ambao unafanyiwa marekebisho, uwanja wa Amani ambao awali ulikuwa na majani ya bandia sasa umerudi katika nyasi za kawaida. Lakini pamoja na hayo, capacity au ukubwa wa majukwaa sio kama ule ambao huko uwanja wa Taifa. Kwa hiyo nini kifanyike kwako wewe mshabiki? Naam, asante. Tunauangalia uwanja jinsi ulivyotengenezwa, na Simba inakuwa ni timu ya kwanza kwenda kuuzindua uwanja, si ndio? Wanaenda kuuzindua. Sasa nikuulize, katika hili idadi ya mashabiki si sawa na uwanja wa Benjamin Mkapa. Wapo wanaotoka bara, na hapa tumezoea bara hii, wapo wanaotoka Musoma, Nyarugusu, sijui wapi, waje kuangalia mpira Dar es Salaam. Sasa kwa Zanzibar vipi? Wanatakiwa wafanye nini ili kuweza kukidhi idadi ya watu wanaohitajika ndani ya uwanja? Ni kweli hilo jambo kubwa sana la msingi. Usije ukatoka hapa ukafika pale Unguja huna tiketi, alafu baadaye bwana, mimi nimetoka mbali, nimefika pale sikupata nafasi ya kuingia uwanjani, sijui utaratibu uko vipi, utaratibu mbovu. Hapana, utaratibu umekuwa mzuri sana, kama ulivyo utaratibu wa uwanja wa Benjamin Mkapa au uwanja wowote ambao unachezwa mechi zetu za ligi au za kimataifa. Tumekuwa tukitumia utaratibu wa kununua tiketi kupitia N-card. Hali kadhalika katika mechi hii Unguja, uwanja wa Amani ambao kapasiti yake ni takriban kama watu 15,000. Ukiangalia na uwanja mkuu wa Benjamin unaingiza watu karibu 60,000. Unakuta tofauti karibu watu 45,000 wanakuwa wamekosekana kwa hali ya uwanja. Kwa hivyo, ili usipoteze nafasi hii, tiketi zimekwisha anza kuuzwa mtandaoni kupitia N-card. Washa simu yako au nenda mahala ambapo ushapazoea kwenda kukata tiketi ya kwako. Kata tiketi yako kabisa ya kuingilia uwanjani siku ya Jumapili ukaangalia burudani ya kwako. Milango ipo wazi. Kata tiketi ya kwako ya kwenda Unguja na kurejea. Kama wewe si mkazi wa pale, unataka kwenda kuangalia burudani ya mpira, yafanye yote haya mapema. Kama unavyojua, vyombo vya Azam Marine vinafanya kazi muda wote. Azam Marine ipo kiganjani mwako. Wewe upo Mwanza, kata tiketi yako ya Azam Marine huko Zanzibar, Mwanza ulipo. Kata tiketi yako ya kuingilia uwanjani hapo Mwanza ulipo, na mahala popote katika nchi au duniani, mahala popote. Simu yako ni dunia yako. Fanya utaratibu kwa utulivu, hakuna kulanguliwa, hakuna kusukumwa, hakuna zahma yoyote. Utakuwa umepata nafasi yako nzuri, una uhakika wa usafiri wa kwenda Unguja na kurejea. Ukaona mambo ya Unguja namna yalivyo, kama utalala pale. Mahoteli yapo mengi sana Unguja, na yote hapo kiganjani. Fanya booking yako sasa hivi ya hoteli yako utakayofikia, au kwa mwenyeji wako mahala popote. Tiketi yako ya kuingilia uwanjani na tiketi yako ya usafiri, utakata kwenda na kurudi. Burudani kabisa. Kuna watu wanapigwa kanyaboya bwana na hizi card. Hivi wao unawashauri nini? Yaani kuna watu wanakuja anaambiwa kwamba kuna watu wanakusanya zile card kadhaa nyingi tu. Ndio. Alafu anawauzia zile. Anaambia ndio tiketi yako baadaye ya kuwapa na kiambatanishi kile. Unajua jambo la msingi, N-card haigaiwi. Ndio. N-card inatokana na namba yako ya simu. Nenda mahala sahihi. Nenda mahala sahihi. Kama we ni mtu wa mpira, vitu vyote hivi unavijua wapi vinavyotumika. Sijui umeelewa? Ukienda pale Feri,
wanatumia N-card, unapata pale maeneo ambayo tiketi zinauzwa, N-card zipo, utapewa kwa mujibu wa namba yako ya simu. Waambie hao wanaokuangalia sana, Namba yako ya simu. Tumia simu yako, laini yako ya simu, nenda mahala pa uhakika, chukua N-card ya kwako, itakuwa tayari ishaingizwa katika mfumo. Utaingiza pesa katika N-card ya kwako, utakata tiketi ya kwako ya kuingilia uwanjani, aidha katika mechi hii au mechi nyingine yoyote unayohitaji kwenda uwanjani. Hii ni nafasi ya bure. Mapinduzi ya kimfumo wa kidigitali duniani yamechukua nafasi yake. Tusikubali kuwa watu ambao hatutaki kubadilika na mifumo ya dunia inavyokwenda. Dunia imebadilika sana. Kwa hivyo twendeni huko, tufuate mfumo uliokuwa mzuri. Azam Marine ipo, inafanya kazi ya kwake, utaipata kiganjani mwako. Huna sababu ya kutaka kulanguliwa. Kwani ulanguliwe tiketi ya usafiri? Kwani ulanguliwe tiketi ya kuingia uwanjani? Na vitu vyote unaweza kuvifanya mwenyewe ndani ya dakika moja. Unakata tiketi yako ya usafiri, unakata tiketi yako ya kuingilia uwanjani, unakwenda kuangalia mpira wako na kurejea ukiwa uko salama kabisa, na hoteli yako, booking na kila kitu ipo ndani ya simu ya kwako. Fanya utaratibu huo, maisha ni mepesi sana. Sasa watu wanauliza sana, mtaenda na mbuzi na wale wazee wafupi? Zana zote zinatumika. Si nimekwambia hapa, kama usiki, kaa mbali. Kila kombora unaolijua wewe la kuhakikisha kwamba mkondo huu wa kwanza tunashinda, na kule tunapokwenda kule Durban, maanake hawa unajua ni wenyeji wa mji wa Cape Town. Okay. Wanatoka Western Cape. Sawa, katika Mountain Table. Kule ndio wenyeji hawa Stellenbosch, klabu yao mahala inapotokea. Lakini mechi hii itachezwa katika uwanja uliopo katika mji wa Durban. Uwanja ambao unaitwa Moses Mabhida. Ilichezeka mechi ya Ureno na Argentina pale. Nusu fainali imechezwa pale. Katika nusu fainali mbili za kombe la dunia, sawa, zilikuwa mbili. Moja ilichezwa Cape Town na moja ilichezwa Moses Mabhida, Durban. Miji ambayo ipo katika ukingo wa bahari Atlantiki. Sawa, ndio tunakwenda kuucheza mchezo huu. Wale watakuwa wageni na sisi tutakuwa ni wageni. Kama mlipeleka mpira, kama mlipeleka Amani. Amani sisi sio wageni, sisi ni wenyeji. Umeliweka sawa hilo. Amani sisi ni wenyeji. Ndio. Wale kule ni timu ya mtu. Simba sio timu ya mtu. Simba ni timu ya umma ya Watanzania. Asado, umepiga mengi sana na nikushukuru kwanza kwa kuweza kutupa shule. Lakini katika hili hayatatokea Stella? Hapana. Tuna tofauti kubwa sana nimezungumzia. Tofauti yetu iliyopo, wakati ule tuliingia katika shamra za kuchukua kombe kabla ya kucheza mechi. Sisi tunakwenda kucheza mechi. Kuna tofauti ya shamra na kucheza mechi. Sisi tunakwenda kucheza mechi. Mechi ile ya mwaka 93 wachezaji walikuwa hawajacheza siku 3. Hawajalala siku 3, hamna mazoezi. Akitoka huyu kaingia mlango huyu, akitoka huyu kaingia mlango huyu. Mpira dunia sasa hivi haipo huko. Haya, neno lako la mwisho. Asiyehusika akae pembeni. Asiyehusika akae pembeni. Hii tunavuka na hatuishii hapa. Safari yetu fainali. Njoeni kwa wingi, mashabiki wote wa mpira, muje kula burudani ya ushindi wa klabu ya Simba. Uongozi wenu unafanya kazi kubwa sana pamoja na timu yenu. Wachezaji wana ari kubwa sana
ya kutaka kuhakikisha kwamba kombe hili linatua ndani ya Msimbazi. Shukrani sana. Naam, Asante. ni Hassan Hassano huyo ambaye aliwahi kuwa katibu mkuu wa Wekundu Msimbazi Simba Sports Club, na vile vile akidumu katika uongozi wa chama cha soka mkoa wa Pwani. Tumezungumza mengi sana, lakini kubwa ni wewe Mtanzania, bila kujali itikadi yako, wewe mwana Simba, kuweza kuwahi mapema kununua tiketi yako ili kwenda kujaza uwanja wa Aman, kuipa support Simba Sports Club katika mchezo ambao ni muhimu zaidi kwa Simba kabla wajaenda kucheza mchezo wa marudiano kule Durban, Afrika ya Kusini. Kama nyinyi ni nguvu moja, elekezeni nguvu yenu kwa ajili ya mchezo huu, na sisi Azam TV kama kawaida tutakuwa tunarindima kwa wale ambao hawatakuwa na nafasi ya kwenda uwanja wa Aman kuweza kupata uondo wa kwenye TV, ingawa kuna utofauti mkubwa sana na uwepo wako pale uwanjani. Basi niwatakie utazamaji mwema wa vipindi vijavyo na kila laheri kwa Simba Sports Club katika mchezo wake unaofuata.